Mwezi mmoja umetimia baada ya mashambulizi ya pale Irani. Sababu haya ni mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Mwezi mmoja. Wakati inaanza nakumbuka Februari 28, tulikuwa tunaona ni kama jambo ambalo linaweza likawa la wiki moja, wiki mbili, na wenyewe walikuwa wakisema kwa mkisikiliza Rais Trump, ukimsikiliza Netanyahu, ukimsikiliza viongozi wa Irani, walikuwa ni kama watu ambao haifiki mbali, kuna eneo litaishia, lakini ni mwezi, na ukiwa mfuatiliaji mzuri wa hii vita unaona kabisa huoni kesho akiacha. Ndio tunaweza kutarajia vita ya muda mrefu kidogo. Ni kweli hii vita wakati inaanza kulikuwa kuna mwamko mkubwa kwa maana ya walioanzisha hii vita ambao ni Marekani na Israeli, kwamba ni operation ya muda mfupi, ni zoezi ambalo lingechukua muda mfupi. Lakini kusema ukweli, kama ambavyo tumesema mara kadhaa, ni kwamba ni kama hawakujua taifa ambalo walikuwa wanaenda kulishambulia kwamba lina mifumo ya ulinzi na kiuongozi kwa kiasi gani. Tutakumbuka kwamba baada ya mwaka 1979 mara tu walipofanya mapinduzi na kuingiza serikali mpya ambayo ndo bado iko madarakani mpaka sasa, ambayo inaongozwa kwa mfumo wa dini na kisiasa, taifa lile lilitengwa kimataifa, kwa maana ya kwamba halikufungamana sana na mataifa magharibi ambayo yanaongozwa na Marekani. Sasa hiyo inaashiria nini? Kwamba kama umetengwa kwa zaidi ya miaka 40, manake wapinzani wako kwa kiwango kikubwa hawakufahamu vizuri. Na Irani hilo alilijua vizuri kwamba mimi wamenitenga, lakini sitakubali kutengwa. Kwa maana kwamba kutengwa sio udhaifu. Yeye katengwa, lakini akaendelea kujiimarisha. Alijiimarisha katika maeneo gani? Tuliona kwamba jambo la kwanza kabisa Irani walilofanya ni kuboresha mifumo yao ya kielimu. Tofauti kabisa na mataifa ya Mashariki ya Kati, ambalo hili wasikilizaji wetu watuelewe. Niliona wakati fulani watu wanakuwa na mitazamo tofauti. Ukweli ni kwamba mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo wengi wao wanafuata dini za Kiislamu, iwe ni Shia au Sunni, taifa la Irani lenyewe lilichukua mkondo tofauti sana katika namna ya kutoa elimu. Wakati mataifa mengine ilikuwa ni vigumu sana, kwa mfano kuona watoto wa kike wakiwa mashuleni, lakini kwa upande wa taifa la Irani liliweka mkazo mzito sana kwa elimu ya watoto wa kike. Sio kwa maana ubaguzi, hata watoto wa kiume walikuwa wako favored, kwa maana kwamba wanapewa kipaumbele kwa muda mrefu, lakini upande wa watoto wa kike nao walipewa kipaumbele kikubwa sana. Hali ambayo mpaka kufikia hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba zaidi ya 60 mpaka 70 ya wahitimu wote au wanafunzi wote waliopo katika vyuo vikuu katika taifa la Irani ni watoto wa kike, ambalo ni jambo kubwa sana, na hatudhani kama kuna taifa ambalo limeshafikia katika viwango hivyo. Lakini tuliona pia kwamba 70% ya hao wanafunzi wote waliopo vyuo vikuu hao wa kike wanasoma masomo ya sayansi na teknolojia mbalimbali. Nini kilichopelekea hilo? Sasa ndio limepelekea taifa lile kuwa katika moja mataifa vinara wavumbuzi mbalimbali za kisayansi na teknolojia hapa duniani. Sasa unapokuwa na wataalamu mbalimbali, maana yake inakupelekea hata taasisi zako zingine kuwa za kisasa zaidi. Sasa kumbuka, hili taifa lilikuwa linaingia kwenye huo usasa huku likiwa limefungwa, kwa maana limetengwa na mataifa ya magharibi. Watu wakawa nalipuuzia kwamba lina nguvu hizo ambazo sasa linazo. Na watu tuwakumbushe tu kwamba walianza kuligundua taifa hili kama ni kweli lipo serious katika masuala ya sayansi na teknolojia mara baada ya vita mwaka jana, vita ya Juni, ile vita ya siku 12 kati ya Israeli na Irani. Tukumbuke wakati ule mwezi Juni mwaka jana alianzisha vita ile pia alikuwa ni Israeli. Alishambulia ndani ya usiku mmoja, akaua watu kadhaa pale, lakini Irani akajibu kwa muda wa siku 12 mpaka Trump alivyoingilia kati akasema, bwana, acheni hii vita, mnaumizana. Sasa nini ambacho kiligundulika wakati ule ni uwezo wa makombora ambayo Irani alikuwa nayo
ambayo dunia kusema kweli ilikuwa bado haijashuhudia kwamba Irani alikuwa na uwezo kama ule pale. Kwa nini dunia ilikuwa haijashuhudia? Ilikuwa haijashuhudia kwa sababu Irani bado alikuwa katika vikwazo, alikuwa ametengwa na mataifa magharibi. Kwa hiyo bado iliendelea kuweka ule usiri wa nini ambacho Irani alikuwa akikifanya katika hiki kipindi cha zaidi ya miaka 40 tangu amefanya mapinduzi. Sasa makombora hayo tunayozungumzia ujue ni makombora ya kasi. Makombora ambayo tunasema tuna makombora ya aina mbili ya kasi, au tuseme tatu. Kwanza ni ballistic missiles za kawaida, ni ambayo yanaenda spidi za kawaida. Hayo ni rahisi sana kuyategua kwa kutumia air defense, kwa maana ya ulinzi wa anga. Lakini ya pili tunasema ni supersonic speeds. Ni makombora ambayo yanaenda spidi, tunasema yanaenda zaidi ya kasi mara 8 mpaka 10 kasi ya mwanga, supersonic speeds. Lakini tatu wakafikia hatua ya kuwa na makombora ambayo tunasema ni hypersonic speeds. Sasa haya manake yapo zaidi ya supersonic speeds. Sasa haya yanakuwa yanatolewa katika malengo ya kimkakati, kwamba unapotaka kulenga tu eneo fulani ambalo huyo unaidhaniwa kwamba ni adui, kwa maana kwa hapa sasa manake maeneo ya Israeli na Marekani, hayo ndio huwa yanatumika hypersonic speeds, ambayo inakuwa ni ngumu kwa vyombo, kwa mifumo ya ulinzi ya Israeli na mataifa ambayo wanashirikiana nayo kuweza kufanya nini, kuyategua. Hayo ndio yanayofikia zile target au yanayofikia zile shabaha. Sasa huu uwezo wote ameupata katika kipindi cha miaka 40 baada ya kufanya mapinduzi, ambao upande wa magharibi walikuwa hawajaugundua. Kwa nini? Kwa sababu waliona Irani huyu si rafiki yetu, tumtenge. Unaona. Lakini jambo la pili sasa, ambao hilo tumezungumzia upande wa uvumbuzi wa kisayansi uliotokana na mabadiliko ya kitaaluma au kielimu ambao Irani waliwekeza. Sasa upande wa pili ni uboreshaji wa jeshi. Jeshi la Irani liko tofauti sana na mataifa ya Mashariki ya Kati. Ukiacha nchi kama Uturuki ambao tunajua wao wananufaika kwa sababu Uturuki ni moja ya wanachama wa NATO, Irani wao wamekuwa wakiishi katika upekee wa kipekee. Kwa maana ya kwamba wana zaidi ya wanajeshi 650,000. Hawa tunasema ni active military personnel. Active military personnel maana yake nini? Hawa ni wanajeshi vijana ambao bado hawajaingia hata katika ndoa. Unajua mambo ya jeshi kidogo yanachekesha kidogo, kwamba mtu kama wewe ni mwanajeshi umeoa, hatukuweki katika kundi la active military personnel. Wewe sio mwanajeshi ambaye unaweza ukaitwa hata usiku wa manane. Maana tunaweza tukapata dharura tukasema bwana njoo hapa, ukaanza kutoa visingizio, mke wangu unajua bwana ni mjamzito uko hospitalini, mtoto wangu anauma na nini, wakaku excuse kidogo kazini. Sasa wao Irani wana jeshi la watu zaidi ya 650,000 ambao wako tayari masaa 24 kuitwa kazini muda wote. Lakini wana jeshi la akiba, kwa maana reserve military personnel zaidi ya 350,000. Hebu kipiga hesabu na kuletea ngapi? Hiyo tayari ni milioni moja. Lakini wana mgambo ambao wanaitwa Basiji. Hawa wanaangalia ulinzi wa ndani ya nchi. Hawa wako zaidi ya milioni moja. Hapo unapata idadi gani? Milioni 2. Lakini wanajeshi la kazi maalum, hili linaitwa jeshi la wanamapinduzi wa Irani. Hebu fikiria majeshi yote tuliyataja, tulikuwa tujataja hiki kikosi muhimu kabisa ambacho ndo jicho la taifa la Irani, kinaitwa kikosi cha wanamapinduzi wa Irani, IRGC. Hili ndo jeshi ambalo linaogopwa zaidi kuliko hayo makundi yote ya jeshi ambayo umeyataja. Hawa na idadi yao kwa mjibu wa vyanzo vilivyoko kule vinaonesha wako kati ya 180,000 hadi 200,000. Kwa maana kwamba mafunzo yao ni ya kipekee, lakini hata utaalamu wao ni wa kipekee. Na ndio maana utaona kwamba hata viongozi wao ambao wamekuwa wakiuawa, maana hiyo ndo bahati mbaya, mara nyingi wakiuawa ndo tunapata kwamba hao vijana au hao wanajeshi walikuwa na sifa zipi. Utakuta wengi elimu zao ni kuanzia masters na PhD huko, licha ya kwamba ni makomando wazuri na watu walioiva vizuri sana katika mafunzo ya kijeshi. Sasa hii yote imefanywa siri pale Irani. Kwa nini? Kwa sababu Irani ilikuwa ifungamani na mataifa ya magharibi katika hiki kipindi cha zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo sasa kina Netanyahu na Trump wanapoenda kumpiga Irani, wanamchukulia ni sawa tu na mataifa mengine ambao wamekuwa kiavamia. Kumbe hawa watu walikuwa wameshajipanga kwa muda mrefu. Sasa nikupe tu update ya baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye vita hii. Jana nimeona Irani imethibitisha kwamba kamanda wa jeshi la wanamaji kikosi cha IRGC ambacho umekitaja, bwana Alireza Tangsir amefariki siku 4 baada ya Israeli kudai kuwa
ilimlenga katika shambulio. Sasa jana Iran imethibitisha kwamba kamanda huyo amefariki kwenye mashambulizi. Katika taarifa ambayo ilitolewa jana na IRGC kupitia shirika la habari la Tasnim News Agency ambalo lipo pale Iran, walithibitisha kuwepo kwa hiyo. Lakini kingine ambacho pia kinaendelea ni nimeona kauli ya, na hii tamani tuzungumza kwa dakika 3. Wakati tunazungumzia nani kafanikiwa kwenye hii vita, jana rais wa Marekani Donald Trump anasema watu ni kama hamuoni, lakini lengo letu la kubadilisha mfumo wa viongozi Irani tumefanikiwa 100%, na ndio maana sasa tunadili na watu ambao hawakuwepo. Ndio anasema sisi ndio ilikuwa lengo letu kubadilisha viongozi, sababu wale waliokuwepo tulikuwa hatusikilizani. Anasema watu nyewe hamuoni, lakini mimi ninachokiona sioni viongozi waliokuwepo, naona viongozi wapya, kwa hiyo tunadili na watu wapya. Ni mafanikio kwetu. Je, Marco Rubio huyu ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani, siku 3 kabla ya Marekani hawajafikia hitimisho la kwenda kuivamia Irani, alishawahi kutamka kauli moja kwamba hakuna kazi ngumu tuliyowahi kuipata duniani kama kuwasiliana na viongozi wa Irani, akimaanisha kwamba wakati wote ambao wanajaribu kufanya mazungumzo na Irani, aina ya viongozi ambao wamekuwa wakiwasiliana nao ni mawaziri tu wa kawaida, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali, lakini sio kumfikia rais wa Irani au yule kiongozi wao mkuu, kwa maana Ayatollah Khamenei aliyekuwepo wakati ule. Na akawa ameeleza kwamba rais wa Marekani kwa sababu hiyo alikuwa amechukizwa sana na hicho kitendo, kwamba Trump alikuwa na nia ya kukutana kabisa na nani, Ayatollah mwenyewe Khamenei, lakini huo uwezekano ulizuiwa kabisa, kwamba wewe huwezi kukutana na kiongozi wetu. Na serikali ya Irani ilitoa kauli yake rasmi kabisa kwamba kiongozi wetu sisi hawezi kukutana na watu wachafu duniani, kwa akimaanisha kwamba akina Trump ni watu wachafu, hawezi kutoka kiongozi wetu kwenda kupiga picha na viongozi kama akina Trump. Sasa tuliona lengo la hii vita mojawapo ilikuwa ni regime change, kwa maana mabadiliko ya utawala pale. Sasa kitu kimoja ambacho Trump nafikiri hakielewi, anakijua, lakini mimi najua Trump ni aina ya content creators, tunaweza tukasema ni mtu anayeongea chochote ambacho kinakuja mdomoni kwake. Yeye anaamini kwamba kuondoa viongozi walioko pale Irani wa juu wale, basi zoezi limeisha. Ingelikuwa hivyo basi vita hii ingekuwa imeshaisha. Si tuliona alichokifanya pale Venezuela. Venezuela walienda akamchukua Maduro akamuondoa, na kweli zoezi likali limeisha. Tunaona rais aliyebaki ambaye ndo alikuwa makamu wake wa rais tayari ameshaungana na Marekani na wanashirikiana katika kufanya biashara, maisha nafani ni yanaendelea. Je, hilo limetokea Irani? Hapana. Ni kweli viongozi wakuu wameondolewa, lakini mfumo wa serikali ya Irani kama tulivyosema mara kadhaa bado uko thabiti, na tunaweza tukasema ni thabiti zaidi ya jana. Wale watu wameandaliwa kwa namna ya kipekee sana, na ndicho nilichokisema kwamba siri walioitengeneza katika kipindi cha mapinduzi cha zaidi ya miaka 40 iliyopita ni siri ambayo sisi dunia tunapaswa kukaa chini na kujifunza, kwamba kuuawa kwa mchunga kondoo hakutawafanya kondoo afanye nini, watawanyike. Tumsikiliza jenerali mmoja wa jeshi la Irani juzi, anasema hivi, moja ya kitu kinachowapa moyo sana sasa hivi pale Irani ni wananchi wao. Wale wananchi kila usiku wanatoka barabarani kwenda kuunga mkono jeshi lao, kwamba wanajeshi wetu, watoto wetu, endeleeni kupambana na hao wavamizi mpaka mwisho, na siku mkishindwa tuambieni sisi, tupeni sisi silaha tuweze kwenda kuwashughulikia watu. Sasa unaona, hizo ni kauli ambazo zinatoka kwa wananchi wa kawaida ambao wana uzalendo na taifa lao, kwamba lisije likafikia hatua ya kusalimu amri. Kwa tunaweza tukasema kwa kifupi ni kwamba Marekani mpaka dakika hii bado hawajafanikiwa katika hilo lengo lao. Kwa nini hawajafanikiwa? Kwa sababu utawala bado upo unafanya kazi na vita bado inaendelea. Ingelikuwa kwamba hivi sasa hakuna silaha hata moja inayorushwa kuelekezwa kwa wale washindani wao, kwa maana Marekani na Israeli, tungesema kweli Irani wamefanya nini, wameshindwa. Lakini kila usiku wale jamaa wanafyatua makombora, wanafyatua hizo ndege zisizokuwa na rubani, kwa maana drones, kuelekea upande wapo, na zinaleta madhara, sio kwamba zileti madhara. Tumeona weekend ndege za thamani kabisa za Marekani zimelipuliwa pale Saudi Arabia, ambazo zilikuwa zimepaka katika uwanja unaomilikiwa na Marekani pale Saudi Arabia. Zile ndege moja tulipata taarifa kwamba ni zaidi ya dola milioni 400. Hiyo unajua, ndege moja tafsiri yake ilikuwa ni ya thamani ya trilioni, zaidi ya trilioni 1 za Kitanzania, ambayo ilikuwa ikiruka angani kama rada
yenyewe wanasema inatoa pictures, wanasema real time pictures, inatoa picha za papo kwa papo ili Marekani na Israeli waweze kushambulia yale maeneo ambayo walikuwa wanayapanga pale Irani, lakini ilipigwa pamoja na ndege zingine. Hiyo iliangamizwa kabisa ikiwa pamoja na ndege zingine. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa kifupi, si kweli kwamba malengo yameshatimia. Kwa nini? Kwa sababu vita bado inaendelea. Vita bado inaendelea. Asante kwa wale ambao mnatufuatilia na kutuandikia jumbe kupitia 0683802966. Jumbe zimekuwa nyingi kweli kweli. Robert Ndauka kutokea Mburahati Barafu kwa sema Kakamtei, kwa hii ripoti ya mkaguzi tutakuja kuizungumzia vizuri, ripoti ya CAG na mengine mengi. Tunao muda mrefu sana, nimeona jumbe za watu wengi wakijaribu kutoa maoni. Tunao muda mrefu sana kuanzia kwenye Morning Express mpaka baadaye kule 1:30 wa kuizungumza hii, ndio maana tutakuja kukaa nayo vizuri. Muda huu ni muda wa Morning Express, tukitimisha hapo. Asante Robert Ndauka, ujumbe wako nitakuja kusoma baadaye. Lakini pia nimekuona Mipango wa Mtambwe Lushoto, na pia yupo hapa akiandika ujumbe wake. Huyo anasema kwenye kufanya ibada, anasema nilijisahau, nilikuwa kwenye ibada nimesahau kama mmeanza. Karibu sana ndugu yangu. Alikuwa kwenye jambo zuri. Kwa pia kwenye jambo jema. Wana sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda wa Wino Mzito kuangazia pia yale ambayo yapo kwenye magazeti, kuangazia pia yale ambayo yamejiri na mengine mengi ambayo tutakuwa nayo kutokea hapo. Endelea pia kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio.